Risiti hii inaonyesha kwamba sadaka ya damu iliyotolewa na askari polisi imerudishwa. Sasa kuna wenye roho ya ukora ya ugezi, anasema alimtolea Mungu, nyie ni kupokea tu, akulete wewe. Kwa mujibu wa Biblia, Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 20 imeandikwa kusema, lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Mungu, Mathayo 9 mstari wa 13 anasema, nataka rehema wala sio sadaka. Mungu kabisa, sio hawa wahubiri wenu hawa matapeli hawa wanaosababisha uovu uendelee sana. Mtu anaua, ataua anavyotaka, atadhulumu anavyotaka, ataenda kwa nabii, kwa mchungaji, atatoa sadaka, ataombewa baraka, ataombewa Mungu awe pamoja naye, ataombewa Roho Mtakatifu. Rafiki, ni dunia, kila kitu kimewahi kuwepo. Watu wa aina yangu wamewahi kuwepo, na ndo nao waiga kwa makusudi. Watu wa aina ya hao nao wasifu, wanaochukua mali zenye damu ili wahalalishe uuaji kama ni tatizo dogo. Uuaji ni kama tatizo dogo, yani ni kitu cha kawaida, ni dhambi ya kawaida. Replacement yake inaweza ikawa sadaka, bahasha fulani iliyotuna. Watu wa aina hiyo walikuwepo, hakuna jipya chini ya jua, na walipongezwa kama mnavyowapongeza. Watu wa aina yangu walikuwepo, waliishi kwa tabu, kwa maumivu, kwa kuwindwa, kwa kuumizwa kama nilivyoumizwa, ninavyoumizwa na hata nitakavyoumizwa. Kwa hiyo mimi nachoangalia ni mwisho wa uliowasifu sana, waliosifiwa kama mnaowasifu wa sasa hivi, na mwisho wa wala ambao mimi naona walipita hapa. Katika Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 26b, Elisha anamwambia Gehazi kuwa, je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi? Basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na uzao wako hata milele, naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Wakati huu kwa mtu kama huyu Naamani, ambaye amekuwa msimamizi wa vita, msimamizi wa mauaji ya watu wa Mungu, kwa mtu kama huyu ndiko unatakiwa upokee, hata kama wewe umemtendea mema. Mbarikiwa, sisi askari, sisi polisi tunakupenda sana, wewe jamaa una msimamo sana, wewe ndo mtu wa Mungu sana, chukua na sadaka hii hapa. Na wewe unajiona kweli ni mtu wa Mungu, inatakiwa uchukue sadaka hiyo, waue kule, wasababishe vilio, uchungu kwa watu, wakuletee sadaka, wewe ucheke na usababishe uanze kuwaombea vimaombi vinavyoonyesha wawe na amani, wawe na raha tu. Sadaka hiyo imetakasa vilio na uchungu wanaopitia watu wengine ambao wanateseka, wana uchungu kwa sababu ya hawa kutii amri na oda za wakubwa wao tu, kwa sababu ya kulinda cheo chake au kupata posho na faida fulani ambayo baadaye anakukumbuka. Kwa hiyo rafiki, sadaka haitakasi damu. Mnaopokea sawa, endeleeni kupokea, lakini sadaka haitakasi damu. Katika
Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa 14. Na kwa hiyo nimeapa juu ya nyumba ya Eli ya kwamba uovu wa nyumba ya Eli hautasafishika kwa dhabihu wala kwa sadaka hata milele. Haitasafishika kwa dhabihu wala kwa sadaka hata milele. Ulikuwa ni uovu wa aina gani wa nyumba ya Eli? Ilikuwa ni watoto wake wanadhulumu watu kwa sababu ya mamlaka ya utawala walionayo. Wanawafanyia watu kila wanalotaka kwa sababu wao ndio watawala. Sababu wakati huo kuhani ndiye aliyekuwa director, kiongozi wa jamii yote. Anapokufa yeye, watoto wake wanabadili kwenye nafasi ya ukuhani na nafasi ya utawala. Katika Hesabu 39 Hesabu sura ya 35 mstari wa 29 anasema, mambo haya yatakuwa ni amri na hukumu kwenu katika vizazi vyenu vyote, katika makazi yenu yote. Mtu haya yote atakayemuua mtu, huyo muuaji atauawa kwa vinywa vya mashahidi, lakini shahidi mmoja hatashuhudia juu ya mtu huyo hata akafa. Tena msipokee fidia kwa ajili ya uhai wa muuaji ambaye amekuwa na hatia ya mauti, lakini lazima atauawa. Na 33, hivi hamtaitia unajisi nchi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu huitia nchi unajisi, wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake, isipokuwa ni damu ya huyo aliyeimwaga imwagwe. Sasa najaribu kuonyesha maandiko yanayoonyesha akiuawa mtu anayefanya makosa ya kuua mtu asitoe sadaka kama njia ya kuonyesha kutubu, kama njia ya kuonyesha ni mwema, kama njia ya kuonyesha naye anapenda neno la Mungu, anapenda watu wa Mungu. Hapana. Nimeelekeza njia ya kutubu au njia ya askari polisi kama wanaweza kujiunga na kanisa langu. Mfano wewe baadaye umepita huko na kule, umeambia mimi sijajiunga na polisi toka zamani na wiki 2 tu. Sawa. Shariti limekuwa, unawezaje ukawa na roho kabisa? Musa kwa kutopenda kushiriki dhuluma ya kuwatesa watu, alikuwa tayari na cheo cha urithi cha ufalme kwenye nyumba ya mfalme, watu wa juu kabisa kwenye nyumba ya mfalme. Aliamua kuacha kazi, kuacha cheo, kuacha nafasi. Akaona afadhali kupata mateso na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda wa kitambo. Je, si zaidi hiki kikazi cha laana, cha mishahara na posho za laana? Huyu mtu angekuwa na dhamira ya kwamba kweli anamwelewa mbarikiwa, asingekubali kuingia kwenye kiajira cha laana. Lakini 2, anaweza akawa amekubali ili akawe taa, akamuliki. Amepewa sharti, uko tayari kuweka wazi kila uovu, kuhubiri hadharani na kwa siri kila uovu utakaokuwa ukitendwa na polisi. Kila wanapotenda uovu wakemee kwa siri, wakemee peupe kwamba haya na haya na haya ni mabaya, jambo na hili na hili polisi wamefanya, hili ni baya. Uko tayari? Jibu kama ndio. Anza kwanza, kwa sababu wewe si mbarikiwa, umemfuatilia siku nyingi kwa siri. Anza kwanza, anza kukemea. Anza kukemea. Tukiona hiyo hakuna shida, naweza tukaonjua kweli wewe uko radhi, kwa sababu imani lazima uwe tayari kuuawa kwa ajili ya haki au kwa ajili ya kuwakinga watu wengine wasionewe au kuumizwa.
Sasa ndani yake sadaka hiyo, in case kuna dalili na ishara nyingi zinazoonyesha ilikuwa dili, ilikuwa mipango. Sasa in case kweli ilikuwa mipango huyo mtu kuja pale, kunaweza ukawa na mambo kadha ambayo yanaweza akawa lilikuwa lengo. Lengo mojawapo inaweza ikawa kuona waumini wangu walio pembezoni, kwa sababu walioko Mbeya kwa sehemu kubwa wanaweza kawa wanatahadhari, wanajua wanatahadhari kubwa kwa sababu tumeumizwa sana. Inawezekana lengo lilikuwa kwenda kuwapima kama wanauelewa wa kukataa vyakula, wakijua wanaweza kuwekewa sumu. Inaweza ikawa lengo lao lilikuwa ni hilo. Kama sio hilo, basi walikuwa naenda kuwapima hao vijana kwamba wapewe kwa siri iwafae hiyo sadaka, alafu baadaye aidha katika kushuhudia, vijana wanaposhuhudia au wao wenyewe atakuja kuilipua kwamba Mbarikiwa, mbona yeye tukichukua pesa za damu tukatoa misaada ya watu wanunue magari, watu wajengee mahospitali, wajengee makanisa, mbona anasemaga hiyo ni sadaka ya damu? Kwa hiyo tukimpa yeye ndio sio ya damu, tukiwapa wengine ni ya damu. Nimetaka nionyeshe kwamba ukinipa mimi, ukimpa yeyote, si pesa inayopaswa kuchukuliwa. Na tatu, inawezekana sababu ikawa, lakini Mbarikiwa anunuliki, hebu ngoja tujaribu kwa hiki kidogo. Kipokea hiki, naonyesha tu kabisa, kumbe tukitoa fungu fulani la kiasi fulani, jamaa anaweza akaona watoto wake tuliowaua, mzazi wake, binti yake Sifa na ndugu zake wengi wa karibu tuliohusika kwa namna moja nyingine kufariki kwao au kuuawa kwao. Mbarikiwa naye anaweza kuona tu kabisa kwamba thamani yao ni kuna fungu hili. Aishi hivyo Mungu, naishi kwa tabu, naishi kwa maumivu makali, na inawezekana kabisa na kufa kinyonge sana. Ni mtu nitakaye kufa kinyonge sana, lakini kamwe sitasaliti utu wangu, sitasaliti uhai, thamani ya uhai wa mtu. Hakuna kiwango cha fedha kitatosha mimi niache kuhubiri kwamba auae kwa upanga anatakiwa afe kwa huo. Niache kuhubiri ya kwamba nchi haitatakaswa kwa sadaka yoyote, isipokuwa aliyemwaga damu za watu wasio na hatia, damu yake huyo imwagwe, ndipo nchi itatakasika. Mimi hata nisipewe chochote, nipewe haki tu ya kuhubiri haya, mniache salama, basi mmenipa sadaka kubwa sana, mmenipa sadaka. Lakini munipe chochote, muniminye nianze kuhubiri hayo mnayoyaita injili, wanayohubiri matapeli walioko mjini. Hapana, afadhali niishi kwa uchungu, kwa machozi, niishi mapolini kwa maumivu hivi mpaka nakufa, lakini kila nikitapata nafasi ya kuongea kwenye eneo ambalo watu watanisikia, mimi nihubiri kile ambacho kwa mujibu wa Biblia najua ndicho kiliitwa au kilitajwa kwamba ni injili, kilijulikana kwamba ni injili. Kwa hiyo kama nilikuwa nabipiwa, kama ni wenyewe mlikuwa mnanibipu, basi nimepiga. Ukweli wangu ni huo, moyo wangu ni huo. Najua furaha yenu ilikuwa niwe kwenye maumivu, mlifanikiwa. Napita kwenye maumivu yasiyo na kifani, hilo mlifanikiwa. Mimi sitakuja kuficha, mlifanikiwa, mmefanikiwa sana sana.
Lakini sitayasaliti maono haya ya Injili ambayo iliitwa Injili na ndiyo ambayo ilibadili nchi na jamii kustaarabika na kufika mahala kuona utu wa mtu ni wa thamani kuliko ajira, ni wa thamani kuliko cheo, ni wa thamani kuliko mali binafsi, na ni wa thamani kuliko hata uhai wako na wa watoto wako. Asanteni na hongera kwa kunisikiliza.